Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa muendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant. Ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo. Bila shaka ni masaa machache yamepita toka nchi ya Marekani ilipofanikiwa kuikamata meli ya Marinera. Meli inayojulikana kwa jina lingine kama Bella One. Katika siku za nyuma, wakati ya Marekani ikijaribu kuzuia au kukamata baadhi ya meli za nchi ya Venezuela, meli ya Bella One ni meli ambayo imekuwa kidogo inaita sintofahamu katika swala zima la umiliki wake, lakini kwa kifupi ilikuwa ikielekea katika nchi ya Venezuela. Na baada ya kuwa jeshi la wanamaji wa Marekani walipotaka kuizuia, meli ya Marinera iligoma kusimama. Kwa maana kwanza ilibadilisha uelekeo na kisha baadaye kuwa inaondoka kuelekea katikati ya bahari ya Atlantic kutoka katika sehemu za Venezuela, na ilipotakiwa kusimama maana yake yenyewe haikusimama, kwa sababu kusimama kwa meli ni katika hatua ya mwanzo ya nchi au jeshi kuweza kuisiz meli. Meli inapokuwa imegoma kusimama, maana yake huwa kuna hatua nyingi za kufata mbele, ikiwemo kuwasiliana na nchi inayomiliki meli husika. Meli ya Bella One imekuwa ikishtumiwa kwamba ni dark fleets, ni meli ambazo huwa zinatumika kwenye kusafirisha au kufanya baadhi ya biashara, lakini katika mtindo kama wa kujificha, kwa maana kwamba kuna kipindi hata katika zile tracker inakuwa haisomi, na ndicho kilichotokea katika meli ya Bella One. Maana yake kuna sehemu kutoka katikati ya bahari ya Atlantic kuelekea katika sehemu ya kaskazini ya bahari ya Atlantic, maana yake ilikuwa haisomi hata katika utaratibu wa zile system ambazo zinaweza zika track meli iko mahala gani. Lakini kwa kifupi ni meli ambayo karibuni imekuwa ikipeperusha bendera ya nchi ya Urusi. Imekuwa ikipeperusha bendera ya nchi ya Urusi. Kwa hivyo kitendo cha nchi ya Marekani kuivamia meli hiyo na kuikamata, maana yake ni sawa na kuikamata meli ya nchi ya Urusi. Na ndio maana waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Urusi, mzee Sergei Lavrov, ametoa kauli ya kwamba wanataraji kwamba raia wa nchi ya Urusi wanaopatikana katika eneo katika meli ya Bella One watakuwa wako salama, pamoja na kwamba kuna hatua zingine ambazo zimekuwa zikiendelea au zinakusudiwa kuendelea kuchukuliwa na nchi kama ya Urusi. Hatua hii ni hatua ambayo tunaendelea kuitazama kwa umakini wa hali ya juu, kwa sababu kinachoendelea ni Marekani kujaribu kutekeleza sehemu ya sera yake ya Monroe Doctrine. Sera ambayo inakataza watu wengine wote au dola zingine zozote ambazo zinahisi zinaweza zikapata maslahi katika upande wa bara Latino America au Amerika Kusini zisifike katika eneo hilo. Hii ilikuwa ni sera ya miaka takriban 200 nyuma, kwenye miaka 1820 na kitu, wakati baadhi ya nchi zinaanza kupata uhuru au zinajipatia uhuru katika bara Latino America. Marekani aliweka sera hiyo kuziondoa nchi zingine za Ulaya zisiwe na ushawishi au na interest katika eneo la Amerika Kusini. Sasa jambo hili Marekani amekuwa akijaribu kutumia tekniki tofauti. Katika siku za nyuma tulikuwa tunaona Marekani alikuwa anatumia propaganda za kisiasa za kupambana na baadhi ya watu ambao wanakwenda kinyume na utaratibu wa Marekani kuwa na ndio nchi ambayo ina nguvu zaidi katika eneo la Latino America au lina faidi zaidi rasilimali katika eneo la Latino America. Mfano mzuri ni katika nchi ya Venezuela. Katika nchi ya Venezuela takriban mwaka jana, wakati wanafanya uchaguzi, nchi ya Marekani ilikuwa ikitangaza wazi kuhusiana na upinzani kwamba ndio unazingatiwa, na sio sera actually ya mwaka jana, toka kipindi cha nyuma. Kwa mfano kipindi cha kina Juan Guaido wakiwa ni wapinzani wa Rais Nicolas Maduro, lakini kwa mwaka jana wakati pia wanafanya uchaguzi, kampeni ya Marekani ilikuwa ni wazi kuonyesha kwamba González Urrutia ndiye aliyekuwa ameshinda, ambaye alikuwa ni mpinzani akisapotiwa na baadhi ya wanasiasa kama kina Maria Corina Machado, kwamba wao wapinzani ndio walikuwa
wameshinda. Lakini toka Rais Nicolas Maduro chukuliwe siku ya Jumamosi takriban, tunaona wazi kabisa kwamba Marekani wamekuwa hawana interest na wapinzani katika nchi ya Venezuela. Maana yake kina Maria Corina Machado hawana interest nao, na hii inaonyesha wazi kabisa kwamba Maria Corina Machado pamoja na kina Ariel Gonzalez Urrutia hawakuwa na nguvu ya kiwango hicho katika nchi ya Venezuela. Ukiachilia mbali kwamba mazingira ya Venezuela kwa sasa ni mazingira ambayo yapo yana tension kubwa kiasi ambacho wapinzani hawawezi kuwa na nguvu ya kiwango hicho kuweza kuendeleza zile propaganda zao au zile movement zao za kumake sure kwamba labda wanaangusha utawala ulioko madarakani. Na ndio maana Marekani kwa kulielewa hilo, kwanza amestop kampeni zake za kumbackup Maria Corina Machado, lakini point number 2 amejaribu kuwa ana exert pressure, anaongeza pressure kwa utawala uliopo wa Delcy Rodriguez kuhakikisha kwamba wanakubaliana na teams zake. Maanake utawala wa Nicolas Maduro ndio umebaki mpaka leo, pamoja na kwamba Nicolas Maduro yeye hayupo, pamoja na kwamba speculation nyingi za kwamba viongozi wenzake ndio walimbetray Nicolas Maduro ni jambo ambalo bila shaka inaweza kawa lina uhalisia mwingi, kwa sababu ya historia pia ya bara la Latino America. Hali ya watu kufanyiana usaliti ipo kwa kiwango kikubwa na kwa historia ya muda mrefu. Na ukiangalia mazingira pia ya kuchukuliwa kwa Rais Nicolas Maduro na baadhi ya kauli ambazo zimekuwa zikizungumzwa na maafisa waandamizi wa jeshi la Marekani siku ile ambayo Rais Donald Trump anatangaza kwamba Nicolas Maduro amekamatwa, moja katika majenerali, General Kane, katika maneno alizungumza wazi kwamba tulikuwa tukifahamu Nicolas Maduro anavaa nini, anakula nini, tunafahamu mpaka anatoka saa ngapi, tunafahamu mpaka mbwa wake. So which means kwamba ilikuwa ni inside job, ilikuwa ni kazi ya ndani, kwa maana ya kwamba baadhi ya maafisa wa nchi ya Venezuela ndio waliokubali kutoa taarifa katika nchi ya Marekani zilizopelekea kukamatwa kwa rais Nicolas Maduro. Sasa pamoja na movement yote iliyofanywa na Marekani, lakini kwa mazingira ya sasa hivi ya Venezuela hauwezi ukampeleka mbele mtu kama Maria Corina Machado au Ariel Gonzalez Urrutia kusema kwamba ndio atakuwa viongozi moja kwa moja. Maana yake ni bora hawa waliopo wakaendelea kubaki, lakini ikatumika system ya press, na ndio Marekani system hiyo amekuwa anaitumia. Lakini vile vile na techniques ambazo zimekuwa zikitumika hata katika ile ambayo ilipelekea kuapishwa kwa Delcy Rodriguez, yule makamu wa rais Nicolas Maduro, ni very technical, ambao hatuna uhakika kwamba ni Marekani ndio aliset ikae hivyo au ni wao wenyewe ndani wamejaribu kuiset ikae hivyo, kwa sababu Rais Delcy Rodriguez sasa hivi anafanya kazi kama acting president, kama kaimu rais ambaye amekaimu nafasi ya rais, kwa maana wakiamini kwamba Nicolas Maduro bado ni rais wa nchi ya Venezuela. Kuchukua madaraka haya kama ni mtu anayekaimu, maana yake kunafanya extension au kunafanya ile hali ya utawala wa kukaimu iendelee kuchukua muda mrefu kuliko angekuwa ameapa kama rais, kwa sababu kwa sheria za Venezuela manake akiapa kama rais, kwa maana rais alitangulia alikuwa hayupo, makamu anapoapa kama rais anapewa siku 90 za kuitisha uchaguzi mwingine. Sasa kwa mazingira ya nchi ya Venezuela kwa hivi sasa hauwezi ukaitisha uchaguzi kwa sababu tension ni kubwa sana, na ndio maana inaonekana kwamba Delcy Rodriguez ameapa kama acting president, ameapa kama kaimu rais. Kwa hiyo hii ni kuonyesha probably inawezekana ni kwa technique za ndani ya Venezuela yenyewe, lakini jambo la pili inawezekana kwa sababu Marekani hawana alternative, hawana mtu mbadala wa kusema kwamba baada ya Nicolas Maduro kutoka madarakani wamuingize mtu wao moja kwa moja. La, hiyo kwa sasa hivi hawana opportunity hiyo. Ina maana opportunity waliokuwa nayo ni kuhakikisha kwamba wanatia pressure kwa uongozi huu uliopo ili kuhakikisha kwamba wao ndo wanaendelea kufaidi biashara hasa ya mafuta. Maana utajiri wa mafuta biashara yake hasa kufanyika au mafuta mengi kupelekwa katika nchi ya Marekani. Pamoja na kwamba ni jambo ambalo lina utata mwingi kuzingatia kwamba kwenye takriban mwaka 2010 2011 nchi ya Venezuela ilikopa katika nchi ya China takriban dola bilioni 20. Na makubaliano ya mkopo ilikuwa ni kwamba unalipwa kwa njia ya Sasa mkopo haujakamilika, Rais Nicolas Maduro ameondoshwa katika nafasi yake ya uongozi. Marekani amekuwa na exert pressure kwamba hakuna mafuta ya nchi ya Venezuela yamewekewa vikwazo,
kwa maana ya kwamba hakuna mtu anayetakiwa aende kuchukua mafuta ya Venezuela, na ukizingatia vikwazo ambavyo Marekani anajaribu kuvizungumza ni vikwazo kwa mujibu wa sheria zake na sio kwa sheria za Umoja wa Mataifa, kwa sababu kwa utaratibu wa vikwazo ni lazima vipite katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo hata hatua ya Marekani kujaribu kutekeleza au kulazimisha watu wafate vikwazo vilivyowekwa dhidi ya nchi ya Venezuela ni utaratibu ambao una makosa mengi. Makosa yake ni kwa sababu Marekani wanajaribu kutekeleza sheria zao za ndani nje ya mipaka yao, na ndio maana hata katika kukamatwa kwa meli kama ya Belawan, maana yake inaleta utata mkubwa, kwa sababu nchi ya Urusi inaamini kwamba meli ile inakwenda kwa mujibu wa sheria za Umoja wa Mataifa, kwamba ni meli ambayo ina haki ya kwenda katika nchi ya Venezuela kubeba bidhaa na mfano wake. Wakati huo Marekani anasema kwamba meli hii au mafuta ya nchi ya Venezuela ni mafuta ambayo, au biashara ya mafuta katika nchi ya Venezuela imewekewa vikwazo, kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa kwenda kuchukua mafuta. Na technically kama alivyozungumza siku za nyuma Mark Rubio, ni kwamba wanataraji kwamba bajeti ya nchi ya Venezuela inakaribia kuanguka. Bajeti ya nchi ya Venezuela ipo katika, wanasema wenyewe, insolvent state, ipo katika hali ambayo inaweza ikaanguka wakati wote. Kwa hiyo wanajaribu kuexert pressure mafuta yasiweze kutoka ndani ya nchi ya Venezuela, Venezuela ikose pesa, kisha ikose alternative, ikose njia mbadala isipokuwa kukaa na Marekani kuzungumza nao ili waweze kuwafanya biashara ya mafuta. Sasa kinachotupa shida sisi ni makubaliano yaliyoko baina ya nchi ya Venezuela kama nchi na nchi zingine kama nchi za China na nchi kama za Urusi. Makubaliano yatakaa katika muundo gani iwapo Marekani kwamba atalazimisha lazima vikwazo alivyoviweka yeye vitekelezwe katika mipaka ya nchi kama ya Venezuela. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunajaribu kulitazama katika upana mkubwa, lakini vile vile madhara ya hiki ambacho Marekani anakifanya kama kukamata meli ya Belawan na mfano wa movement zingine ambao amekuwa akiendelea kuzifanya katika eneo la bahari ya Atlantic kupakana na maeneo kama Venezuela na katika upande wa Caribbean, tunajaribu kuchukua katika uzito wa namna yake kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni kwamba Marekani sera yake ya kutotaka mtu yoyote afike katika eneo la Amerika Kusini ni sera ambayo inajulikana kama Monroe Doctrine, sera ambayo wali adapt takriban miaka 200 nyuma, kipindi ambacho nchi kama za Peru, Bolivia, Venezuela zinapata uhuru wake. Ni sera ambayo inafanya tunasema monopolizing, yani inampa Marekani kama udhibiti wa eneo lote la Amerika Kusini, bila kuzingatia kwamba hivi sasa hizi nchi ni nchi ambazo ni huru na zina haki ya kujitengenezea sheria zake, kujichagulia marafiki na kufanya vitu vya namna hiyo kwa mujibu wa sheria za Umoja wa Mataifa, sheria ambazo kiasili zimetengenezwa na zimeifavor zaidi Marekani kufika hapa ilipo leo hii kuwa kama superpower. Lakini leo hii Marekani imekuwa ni nchi ambayo inapoona zile sheria haziifevi yenyewe, basi haiko radhi kufuata sheria hizo, na baadhi ya maafisa wake kama kina Michael Waltz wamekuwa wakitamka maneno ya kuitusi kabisa ile taasisi ya Umoja wa Mataifa. Sasa hichi kinachoendelea ni kwamba matokeo yake ni kwamba Marekani sawa anaendelea kulazimisha kutengeneza uigo huo ya kwamba eneo la Latino America ni eneo ambalo mwingine hatakiwi kwenda isipokuwa yeye. Lakini kuna nchi zimeanza kuonyesha reaction kama Marekani ambayo amejaribu kuifanya. Kwa mfano, katika nchi ya Urusi, Alexander Dugin ambaye ni mmoja katika mentor au katika watu ambao fikira zao zimekuwa zikifanywa kazi zaidi na Rais Vladimir Putin, mmoja katika kule ambapo itoa siku za karibuni ni kwamba Urusi lazima itengeneze na yenyewe Monroe Doctrine yake. Lazima itengeneze doctrine yake au sera yake itakayoifanya Urusi iweze kuwa na udhibiti wa eneo la Eurasia. Na nikizungumzia eneo la Eurasia maana yake nazungumzia eneo la Ulaya kiujumla, lakini vile vile na eneo la Asia. Kwa maana kama maeneo kama yale Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, yani ile Central Asia yote wanakuja paka maeneo ya huku India. Lazima Urusi iwe na strategia ya moja kwa moja ya kupambana na yoyote atakayeingia katika sphere of interest au atakayeingia katika maeneo ambayo Urusi na yenyewe ina maslahi yake. Kwa hiyo huu ni mgongano wa kwanza ambao tunaanza ku experience
kwa hivi siku za karibuni. Lakini jambo la pili ambalo vile vile tunaliona ni kwamba kwa mujibu wa mwenendo wa nchi ya Marekani, namna ambavyo inakwenda ni kuashiria wazi kabisa kwamba Umoja wa Mataifa hivi sasa au kwa siku kadhaa zijazo utalazimika uwe tofauti na hivi ulivyo hivi sasa. Muundo wa Umoja wa Mataifa ni muundo ambao nchi nyingi zimekuwa zikiulalamikia. Nchi kama za Afrika zimekuwa zikilalamikia muundo wa Umoja wa Mataifa, lakini vile vile by the way, hata viongozi wa Umoja wa Mataifa kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amekuwa akizungumza kwamba muundo huu wa Umoja wa Mataifa tuliokuwa nao leo hii ni muundo ambao una reflect au unaashiria hali ya mwaka 1945 takriban, kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia. Kwa sababu ukiangalia baraza la juu kabisa katika Umoja wa Mataifa maana yake ni Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambao linakusanya nchi 5 ambazo ni washindi wa vita kuu ya pili ya dunia, maana yake nchi ya Ufaransa, Uingereza, nchi ya Marekani, nchi ya Urusi pamoja na nchi ya Uchina. Sasa ukiangalia dunia tuliyokuwa nayo leo, nchi kama ni nuclear ziko nchi nyingi zina nuclear. Na kama ni uchumi ziko nchi nyingi ambao uchumi wake kwa hivi sasa umeshakuwa imara na zimekuwa na vile vile zina ushawishi wa kistrategia katika mwenendo wa dunia tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo kuendelea kubaki na muundo wa mwaka 1945 bila shaka ni jambo ambalo toi fursa kwa nchi zingine kuwa na sehemu ya ushawishi katika mwenendo wa maamuzi ya dunia. Ni jambo ambalo watu wengi wanaona kwamba ni jambo ambalo haliko sawa sawa. Na mwenendo wa Marekani jinsi unavyokwenda unaashiria wazi kabisa kwamba Umoja wa Mataifa kwa Marekani si kitu chochote. Jambo ambalo iwapo litaanza kufanywa kazi na nchi zingine na yenyewe kuchukulia kwamba Umoja wa Mataifa si kitu chochote, kama hivi siku za karibuni au miaka miwili nyuma Israeli ilichokuwa ikikifanya na maazimio mengi yakifanyika katika Umoja wa Mataifa, wala hawakuwa wakizingatia na bali walikuwa wakikosoa tu kwamba watu wa Umoja wa Mataifa wakati mwingine hawaelewi utaratibu wa sheria jinsi ulivyo. Kwa hiyo ni kuashiria wazi kwamba taasisi kubwa kama ya Umoja wa Mataifa ni taasisi ambayo kwa hivi sasa tunapoelekea inaweza ikalazimika kuja katika muundo mwingine wa tofauti na hivi tulivyo hivi sasa. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kukariri ni kwamba sasa hivi dunia ipo katika transition period, ipo katika kipindi cha mpito. Inatoka katika hali moja inakwenda katika hali nyingine. Na ndio maana matukio yamekuwa yako mengi na friction imekuwa au ile ukinzani umekuwa ni mkubwa. Kwanza kwa nchi kama Marekani imefanya mabadiliko mengi au inakusudia kufanya mabadiliko mengi. Mabadiliko ya kisera. Sera ambayo hatukuwahi kuona kwa takriban miaka 80 nyuma. Hatukuwahi kuexperience sera za namna hiyo. Marekani alikuwa amezisogeza zaidi nchi za Ulaya, akiamini kwamba ni sehemu katika nguvu yake, kwa maana kwamba ni chombo ambacho anakitumia. Na ndio maana Marekani alikuwa akitumia gharama nyingi kuweza kuihodhi Ulaya, kwa maana ya NATO kiujumla, kwa maana ya Umoja wa Ulaya, vyote ilikuwa ni kama vyombo vyake anajaribu kuvitumia. Lakini kwa ukuaji au ustawi wa nchi kama ya China, ambayo inaonekana uchumi wake unakuwa kwa kiwango kikubwa, lakini vile vile hata katika upande wa jeshi wamekuwa na jeshi ambalo lina teknolojia na lina silaha ambazo zinaonekana kwamba ni silaha imara. Marekani amekuja kuona kwamba inalazimika apunguze baadhi ya mizigo ambayo inaifanya Marekani ishindwe kuimarisha vizuri uchumi wake. Na ndio maana misaada mingi Marekani imekuja kuikata katika dunia, lakini vile vile hata nchi za Ulaya Marekani imekuwa ikiziwekea baadhi ya masharti ya lazima. Kama katika upande wa biashara, msifanye biashara na baadhi ya nchi na kulazimisha kwamba hizo biashara lazima afanye nao. Kwa hivyo imefikia hatua Marekani amejaribu kutafsiri kwamba yeye hahitaji zaidi Ulaya kama Ulaya inavyomhitaji yeye. Na ndio maana Ulaya baada yenyewe kufahamu kwamba Marekani ameisubject katika upande huo, imekuwa ikilazimika kutoa ofa nyingi kwa Marekani ili Marekani aweze kukubaliana au kuendelea kubaki na nchi za Ulaya. Hata ukiangalia katika mgogoro wa nchi ya Ukraine na Urusi, ukiangalia Marekani amekuwa akirudi nyuma katika mambo mengi sana. Hata jana takriban katika makubaliano ya kule Ufaransa walipokuwa wanajaribu kuzungumza kuhusiana na guarantee, ile kuipa guarantee usalama wa nchi ya Ukraine, Marekani hajasaini makubaliano ya kuipa guarantee nchi ya Ukraine. Kwa hiyo Marekani anafanya anachokitaka na nchi za Ulaya zinalazimika zijaribu kumplease au kumbembeleza ili waendelee kubaki naye, kwa sababu ya kuelewa kwamba wenyewe hawawezi kuyasimamia mambo yao bila ushawishi wa nchi ya Marekani. Sasa Marekani kwa kulifahamu hilo amekuwa anajaribu kutengeneza channel zingine
ambazo anaamini kwamba zitaifavor zaidi Marekani kuliko kuendelea kubaki na baadhi ya mizigo isiyokuwa ya lazima. Mfano, Marekani amekusudia kuichukua Greenland na ataichukua Greenland. Marekani amekusudia kuungana na Canada, pamoja na kwamba mawaziri wa Canada kama kina McCartney wamekuwa wakigoma kwamba Canada haiwezi kuungana na Marekani, lakini katika siku za usoni tunataraji kwamba hilo litatokea. Yote alikuwa anazungumza Rais Donald Trump kumuondoa Rais Maduro ameondoka madarakani, kuchukua sehemu ya Greenland. Bila shaka sehemu ya Greenland itachukuliwa, lakini vile vile ukiachilia mbali kuchukua sehemu ya Greenland, tunataraji vile vile Marekani katika siku za usoni probably au kwa hakika itachukua sehemu ya Canada na itachukua sehemu ya Mexico. Hili ni jambo ambalo inawezekana likasubiri tu muda, lakini muda wake utakapofika huenda likatimia, kwa sababu ni sehemu ya kuongeza nguvu ya nchi ya Marekani, na iwapo hayo yatatimia, bila shaka muathirika mkubwa atakuwa ni nchi za Ulaya, kwa sababu kuna uwezekano Marekani akawa haonyeshi tena uhitaji mkubwa wa nchi za Ulaya kama fikira yake ya kufanya extension au ya kuongeza sehemu ya Greenland, kuongeza sehemu ya Mexico na kuongeza sehemu ya Canada. Iwe ni leo au ni kesho, hayo probably yanaweza yakatokea. Pamoja kwamba kwa siku za karibuni sehemu kama ya Greenland ni sehemu ya kistratejia, lakini ukiangalia makubaliano yaliyoko baina ya nchi ya Denmark na nchi ya Marekani kuhusiana na eneo la Greenland, ilikuwa haina haja ya Marekani kulazimisha lazima iwe na Greenland na kuendelea kufanya hila za kuongea na serikali ya Greenland iliyoko ya ndani iingie kwenye makubaliano na nchi ya Marekani kwamba Marekani iwekeze jeshi, wenyewe waendelee kujisimamia mle ndani, Marekani itawapa pesa, lakini vile vile Marekani iwekeze jeshi lake. Makubaliano ambayo hata wangeongea na Copenhagen au Denmark ingewezekana kufanyika, lakini kwa sababu Marekani inachojaribu yenyewe kuangalia, inaangalia katika upande wa supplying routes, inaangalia upande wa misafara ya biashara. Eneo la Mashariki ya Kati ni eneo ambalo sasa hivi limekuwa halitabiriki au halina uhakika, na hii ni kwa sababu ya movement ambayo imefanywa takriban mwaka mmoja miaka miwili nyuma na kundi la Houthi. Kwa hiyo imeashiria wazi kabisa kwamba ile passage ya kupita katika Bab el-Mandeb, kupita kuelekea katika sehemu ya Red Sea, kuingia katika sehemu za bahari ya Mediterranean, kuingia katika upande wa kusini mwa Ulaya, ni sehemu muhimu katika uchumi wa dunia, lakini ni sehemu ambayo haitabiriki kwa hivi sasa. Ukisema upite kusini mwa Afrika, gharama inakuwa ni kubwa. Shortcut ambayo inapunguza gharama na vile vile inaweza kuwa na usalama mzuri zaidi ni shortcut ya bahari ya Arctic, bahari ya kule kaskazini. Lakini ukiangalia sehemu ya Marekani katika bahari ya kaskazini ni sehemu ndogo sana ambayo inaifanya isiwe na ushawishi mkubwa. Ili iwe na ushawishi mkubwa, njia nyepesi ni kuchukua sehemu ya Greenland. Kulazimisha lazima ichukue sehemu ya Greenland, kwa sababu katika bahari ya kaskazini sehemu ya Marekani ni sehemu ndogo tu ya Alaska. Watu wenye sehemu kubwa ni Urusi, ndio ina sehemu kubwa, na sehemu nchi kama ya Canada, pamoja na hii sehemu ambayo ukichukua sehemu ya Denmark na sehemu ya Greenland kwa upamoja wake inakuwa ni sehemu kubwa, na ukizingatia kwamba sehemu ya Greenland ni sehemu ya kistratejia kwa sababu yenyewe ipo katikati ya bahari ya Arctic. Kwa hiyo inaweza ikafanya monitoring au ikafanya disturbance, ikafanya vurugu ya baadhi ya movement za nchi kama za Urusi na nchi kama za China ambazo zilikuwa zinafaidika au zinaweza kufaidika kwa kiwango kikubwa katika strategia ya eneo la kaskazini. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Marekani kwa hivi sasa mwenendo ambao wamekuwa wanakwenda nao ni mwenendo ambao unaashiria wazi kwamba dunia inakuja kutengeneza ramani nyingine ya kisiasa kwa kulinda maslahi yake. Ramani ambayo inaweza ikapelekea nchi za Ulaya zikaja kuanguka, ramani ambayo inaweza ikapelekea eneo la nchi ya Marekani likaongezeka kwa kiwango kikubwa, ramani ambayo inaweza ikapelekea hata mgogoro wa nchi ya Ukraine, Urusi akaendelea kuchukua maeneo mengine zaidi, kwa sababu Marekani ameshakataa kuweka garantia moja kwa moja ya usalama wa nchi ya Ukraine. Kwa hivyo movement za Marekani ni movement ambazo tunaweza tukazitazama katika upana mkubwa zaidi ya kile ambacho kinaonekana cha kukamata labda meli au cha kumuondoa Rais Maduro, kwa sababu kila movement ambayo Marekani anajaribu kuinjinia kwa kuangalia uhalisia wa mazingira tuliyokuwa nayo kwa hivi sasa, na anaonyesha wazi kabisa kwa sheria zinazoendelea kutumika kama za Umoja wa Mataifa ni sheria ambazo haziwezi kuifanya Marekani ikaendelea kubaki kama superpower. Kwa hiyo njia nyepesi ni Marekani kutengeneza mfumo wake wa kujaribu kuangalia namna gani itaendelea kuitawala dunia, pamoja na kwamba nchi zingine zimekuwa
kianza kuchukua tahadhari kutokana na mwenendo wa nchi ya Marekani. Ndio maana inaonekana hata baada ya kukamatwa kwa Rais Maduro, nchi za Ulaya zimekuwa zikijadili sana kuhusiana na swala la Marekani kuchukua eneo la Greenland, japokuwa itakapoamua kufanya hivyo, bila shaka hakuna nchi inayoweza kuizia Marekani. Kwa hiyo bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba katika siku za usoni tunaweza tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.